Naitwa Ishani Godwin, ni afisa biashara manispaa ya Ubungo, lakini pia ni mratibu wa maonyesho haya kwa manispaa yetu. Tuko hapa kwa ajili ya kuonyesha bidhaa mbalimbali ambazo zimekuwa zikitengenezwa na wajasiriamali wetu. Tumelenga kuwaleta wajasiriamali wetu hapa kwa ajili ya kujipatia masoko na kujulikana kimataifa, kwa sababu kama unavyojua haya ni maonyesho ya biashara ya kimataifa. Kwa hiyo tumeona ni fursa kwa wajasiriamali wetu wadogo wadogo, lakini pia na kwa wafanyabiashara ambao wamethubutu kuwa wabunifu na kujitengenezea bidhaa zao, ambazo hii kwao ni fursa ya kuzionyesha, lakini na pia kujitafutia masoko. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote wanaotembelea katika mabanda yetu ya halmashauri ya manispaa ya Ubungo, lakini pia kwa ujumla wanaotembelea katika banda hili la TAMISEMI kwa maana ya Dar es Salaam, waweze kuja kujionea bidhaa mbalimbali ambazo zimetengenezwa na wajasiriamali wetu, lakini pia kujipatia fursa ya kujifunza vitu ambavyo vinafanyika na manispaa mbalimbali ili waweze kujifunza na kujipatia masoko. Maonyesho haya rasmi yameanza tarehe 28 mwezi wa 6 na yanaenda mpaka tarehe 13 mwezi wa 7. Kwa hiyo ni fursa, ni muda mrefu kidogo ambao wafanyabiashara watapata muda wa kuonyesha biashara zao, lakini pia kujipatia masoko, lakini pia wale wanaotembelea watapata muda mrefu wa kuzunguka sehemu mbalimbali, lakini pia wasikose kupita kwenye banda letu la manispaa ya Ubungo ili waweze kujionea vitu vinavyofanyika. Sisi kama wataalam tuko mahali hapa, tupo maafisa biashara, lakini pia wapo maendeleo ya jamii ambao wamefika hapa kwa ajili ya kutoa elimu kwa watu mbalimbali ambao watathubutu labda au wanahitaji kupata mikopo midogo midogo, kwa sababu maendeleo ya jamii yuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu, lakini pia kuwakaribisha kuchukua mikopo midogo midogo ili waweze kuendeleza biashara zao. Kwa mtu ambaye ananitazama, nataka kumwambia kwamba asikose kutembelea mabanda yetu ya halmashauri ya manispaa ya Ubungo, kwani atapata fursa ya kuonana na afisa maendeleo, atampa elimu, lakini pia atajua ni atumie njia gani kupata hiyo mikopo ili aweze kuendeleza biashara yake. Nimesema kwamba kuna maafisa biashara ambao wenyewe wanatoa huduma ya leseni za biashara kwa mfumo wa Tausi, lakini pia kuna huduma ya service levy. Kwa hiyo wa Tanzania wasikose kupita katika banda letu waweze kupata huduma hiyo. Tunatoa leseni hapa, mtu ukiwa na uhitaji wa leseni unahudumia hapa kwa mfumo wa Tausi, unaondoka na leseni yao. Kama maonyesho yatakavyoisha mtu tayari ana leseni yake. Yes. Kwa majina naitwa John Ibrahimu. Sisi ni Goba Mushroom Zone ambao leo tumekuja Sabasaba hapa katika maonyesho ya wafanyabiashara wadogo. Sisi tunanufaika wa 10% za mkopo. Basi leo tunakuja na product mpya kabisa kwa Tanzania, ni hapa. Tuna Auleli Mushroom Wine. Bwana, hii wine ni tamu sana, ni wine ya kitofauti kidogo. Yani inatengenezwa kutumia uyoga. Tumeona uyoga tuongeze thamani zaidi. So kama unakula uyoga tu peke yake, hapana. Basi tumekuja leo na wine hii kubwa kabisa kwa shilingi 10,000. Lakini pia tuna wine ndogo ili mradi kila Mtanzania aweze kupata. Tuna wine hii ndogo kwa shilingi 5,000. Lakini pia mbali na hivyo, ukiachana tu na wine, basi uyoga pia tumeupa thamani zaidi kwa kutengeneza bidhaa zingine za kitofauti, kama vile tuna mushroom piko hapa, hiyo ambayo unaipata. Hii ni kama ni kichombezo kidogo katika chakula, unaweza kula ugali wako, samaki pembeni ukaweka na hii mushroom piko, ni nzuri kabisa. Lakini pia hata hivyo tuko na keki. Unaona jinsi gani uyoga bado unavyokuwa na thamani. Tuko na keki hizi hapa. Hii keki ni asilia kabisa, imetengenezwa kwa kutumia uyoga. Kwa majina anaitwa Safi Daudi Ilyasa, ni mjasiriamali kutoka wilaya ya Ubungo ambaye ni mnufaika wa 10% katika kikundi changu cha Mama Kwanza. Kikundi ambacho tumepata mkopo wa milioni 15 ambazo tumenunua mashine za kukamua mawese, kubangua mise na kukamua mbegu za mise ambazo zinatoa mafuta yanayotufikisha kwenye kiwanda kama mnavyoona. Tunatengeneza sabuni za magadi, tunatengeneza mafuta ya nywele kutokana na zao la mchikichi, tunatengeneza mafuta ya ngozi kama mnavyoona, tunaongeza thamani kwa kuweka virutubisho kama manjano, mnyonyo kwa ajili ya kuondoa harara, vipele kwa mtu yeyote, kuanzia kima cha mtoto mdogo mpaka watu wazima na kwa jinsia zote. Kwa hiyo hichi ambacho mnakifanya hapa ni asili kabisa, hakuna kemikali yoyote. Yaani hiki unachokiona mama ni organic, ni asili kabisa, kutumia mazao yetu asili ambao sisi wenyewe ni wakulima, pia ni wazalishaji. Tunatoka shambani mpaka kiwandani kwa kutumia rasilimali zetu. Kwa jina naitwa Michael Marwa,
ni muuzaji wa asali kutokea Jambo Group Asali. Katika maonyesho haya Sabasaba nimeweza kuja na bidhaa zangu ambazo nauza asali pamoja na vidonge vya maziwa ya nyuki pamoja na chavua ya nyuki, ambavyo hivi vyote ni mazao ambayo tunayapata kutoka kwa nyuki. Kwa niko hapa kuweza kuhakikisha kwa namna moja ama nyingine najitangaza kupitia haya maonyesho, ila pia napata wateja ambao wataweza kunisaidia kwa namna moja ama nyingine kuweza kurahisisha shughuli yangu ya uuzaji wa mazao ya nyuki.